ala nabiyihi wa mustafahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Ndugu wapendwa watazamaji, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, tukaendeleza kutaja sifa za watu wa peponi. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katika hadithi yake, man yadhmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi ama fakhidhaihi, katika riwaya adhman lahu aljanna, yeyote yule ambaye kwamba atanidhaminia mimi akahifadhi kilioko kati ya magego yake, yani ulimi, na kilioko kati ya mapaja yake ama miguu yake ambapo kwamba ni tupu, nitakuwa ni mwenye kumdhaminia pepo. Yani atakayehifadhi viungo hivi viwili, basi mimi nampa dhamana ya yeye kuingia katika pepo. Ikiwa ni kuhifadhi tupu, tayari tumetangulia kuashiria katika sifati zilizotajwa katika suratul Mu'minun, na Mwenyezi Mungu aliposema alladhina hum li furujihim hafidhun. Ama kuhifadhi ulimi ni moja katika amali ama katika taa kubwa sana, na ambayo kwamba atakana ajipambe nayo mu'min, na imekuja katika hadithi ya Sayyiduna Muadh ibn Jabal iliyopokewa na al-Imam Suyuti katika al-Jami' as-Saghir na vile vile ad-Dailami katika Musnad al-Firdaus, akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalu sadaqati hifdhul lisan, sadaka iliyokuwa bora ni kuhifadhi ulimi. Kuhifadhi ulimi ni sadaka iliyokuwa bora na ni jambo muhimu sana, kwa sababu ulimi ndio utakaoingiza watu wingi katika moto, ndio sababu kuu ya kuingiza watu katika moto. Na hakuna kiungo ambacho kwamba kina madhambi sampuli nyingi kama ulimi. Wanataja maulama, wanasema madhambi yanayopatikana kwa kupitia kiungo cha ulimi ni madhambi sampuli 102. Wamehisabu maulama katika kusengenya, kutukana, kutia fitna na mengine mengi ambayo kwamba yanapatikana kwa kupitia ulimi. Na ndio maana baadhi ya salaf waliotangulia, baadhi yao walikuwa wakisema, natamani lau mwanadamu angekuwa na shingo ya jirafu, natamani lau mwanadamu angekuwa na shingo ndefu kama jirafu. Kwa nini? Kwa sababu yale maneno yanapotoka katika moyo wake, atakuwa ni mwenye kuyazingatia na kuyafikiria kabla yafike mdomoni na kuyasema. Kwa sababu sio kila neno ni la kutolewa na sio kila neno ni lenye kusemwa. Ni wangapi ambao kwamba wameteta kwa kupitia ulimi? Ni wangapi, ni nchi ngapi ambazo kwamba zimepigana? Ni makabila mangapi ambayo kwamba yamepigana kwa sababu ya ulimi? Ni wangapi ambao kwamba wamezikwa katika makaburi yao kwa sababu ya ulimi? Ni nyumba ngapi ambazo kwamba zimevunjika kwa sababu ya ulimi? Kwa hivyo ni kiungo kidogo, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia almar'u bi asgharihi, mtu ni kwa viungo viwili ama vidogo vyake viwili, qalbihi wa lisanihi, moyo wake na ulimi wake. Kwa hivyo ulimi wako uhifadhi, ndugu yangu, ni kiungo kidogo sana, lakini kiungo hatari.